Kwa hiyo mimi anachoweza kusema katika hili ni kuwaombea kengeni nchi, nieni uzalendo, nieni nafasi ambayo wananchi wanaoamini, na sisi kama Watanzania kwa ujumla kupitia kwa rais na waamini tunategemea mabadiliko makubwa. Na taasisi hii niombe kupitie moja kwa moja, pengine hutayaona mabadiliko ya mara kwa mara kwenye taasisi kama hizi ambazo ni nyeti. Ni muhimu sana kuwa waangalifu. Nakumbuke ni taasisi ambayo watu wamezobea. Utafiti si wa siku moja utapata, mpaka unapata kitu kinafanya kazi. Nikuombe naibu waziri, bahati nzuri wiki iliyopita nilikuwa naonana na waziri mwenyewe, Mheshimiwa Hassan. Fanyeni mabadiliko kokote hapa, muwe mnalea kama yai. Maana kulea kama yai ni sawa na kama mmelea wananchi wako. Niwatakie kila heri na nasema karibu sana. Tukaweza kupata namna ya kuzalisha mbegu chotara. Kwa hiyo hapa tuna bustani yetu ambayo tunaweza kuzalisha mbegu chotara kama vile ambavyo vinafanyika kwenye mahindi, na hii tunaona kwamba itakuwa ni njia ya haraka zaidi. Ukiwa na mbegu ni rahisi kuweza kuzalisha miche mingi. Kwa mfano, kilo moja ya mbegu inaweza kukupa miche 4,000 ikitunzwa vizuri. Kwa hiyo inakuwa ni njia ya haraka zaidi ambayo tumefanyia utafiti, na kwa sasa ndio njia ambayo inatusaidia pia kusambaza hii miche kwa haraka. Tulianza hapa, lakini kidogo na ambavyo vina hizi mbegu na miche ambayo inaendelea katika wilaya ya Moshi, Kigoma pia. Mbegu hizi pia tumezisambaza na miche iko shambani. Wilaya sana jirani hapo pia nao wamepata hizi mbegu na wamezifanyia kazi, na matokeo ya mwanzoni kwa kweli ni mazuri. Na tuseme kwenye wilaya ya Same kumekuwa na tatizo kubwa sana la mirungi. Hata Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na baadhi ya waandishi wa habari hapa walienda kufanya kampeni kubwa sana kule kwamba wakazi wa kule wachana na mirungi wapande kahawa, na matokeo ni mazuri kwa kweli. Sasa hivi watu wengi sana wanajitahidi sana kurudi kwenye zao la kahawa kama ilivyokuwa katika miaka iliyopita. Ni mipango mikakati ya awamu mbalimbali. Huu ni wa kwanza, wa pili, wa tatu, na sasa tuna wa 4. Na hii mipango mikakati inatayarishwa na wadau. Wadau ndio wanasema kitu gani wanataka wafanyiwe utafiti. Ndio imekuwa siri ya mafanikio, kwa sababu hatuendi pembeni au nje ya mipango hii mikakati ambayo imetusaidia sana. Kwa mfano, awamu ya kwanza wadau walikuwa wamesema tunataka sisi aina kinzani kwenye magonjwa ya chulebuni na kutoa majani, na aina kinzani kwenye upande wa mnyako kuzaa, na ndio imetusaidia kuweza kufanikisha kupata hayo matokeo yote. Tunachosema sasa au tunachopendekeza, Mheshimiwa Naibu Waziri, ili tuweze kupata matokeo yenye kasi, tumetimiza jukumu la kufanya utafiti, lakini tunaomba pia wenzetu kwenye halmashauri watusaidie pia kupokea hiki kipaji. Yaani kwa upande huo tutakwenda haraka. Sisi kama nilivyoeleza tuko 62. Hatuwezi kufika kila mahali kwenye eneo ambako kunastawisha kahawa nchi hii. Lakini kama mfumo wa ugani kwenye halmashauri utafanya kazi vizuri, na NGOs na kadhalika tutafanya kazi vizuri, tutaweza kuongezana vijiji na mambo yatakwenda. Changamoto ni ukwasi katika kuendesha shughuli za utafiti, lakini pia tuna changamoto hiyo nyingine kama sekta ya kahawa. Nani tulipata hiyo vipi, miche milioni 240 inatakiwa kubadilishwa, na lengo ni miche milioni 20 kila mwaka kubadilisha. Kwenye uwezo kama ulivyoona kwenye zile slides zilizotangulia, uwezo wa kuzalisha miche rafiki milioni 7 kwa mwaka.
hiyo fupi ambayo inatoa sana. Ndio zimepata mwitikio mkubwa sana, na ndizo zaidi tuimarisha uzalishaji wa mbegu zake kwa njia ya hybrid. Na hiyo inashamili maeneo yote ya mikoa yote inayolima kahawa, au inategemeana na jiografia? Kwa kweli aina zetu hizi bora, kitu cha msingi sana tulichokifanya wakati wa kupima utendaji wake, tulizijaribu maeneo yote yanayolima kahawa. Kwa upande wa Arabica tulizijaribu maeneo yote yanayolima kahawa ya Arabica. Kwa hiyo ukichukua kahawa ya Arabica hapa yenye sifa hizi tunazokuambia, hata ukienda kuiotesha Rukwa ina perform kama inayoperform hapa Moshi. Kwa hiyo zote zina sifa hizo na zinafanya vizuri huko. Tumezijaribu huko kabla ya kurelease. Ndio ile ya chotara? Zote hizo ni chotara. Zote ni hybrid. Ila hiyo ulosema inapendwa zaidi. Hiyo inayopendwa zaidi ni hybrid. Lakini unaweza ukaizalisha kwa mbegu chotara. Kwa maana hiyo mbegu utakayoizalisha bado ni lazima uichukue kwenye utafiti. Huwezi ukavuna mbegu kwenye zile ukaotesha. Hapana, ni chotara. Tunachavulisha kwa mikono. Pia tumeweza katika eneo la udhibiti wa wadudu, unaweza kupata tija ya kutosha, lakini wadudu wakaingia shambani wakaribu ile quality, ubora wa ile kahawa. Kwa mkulima ile apate pia ubora ambao unatakiwa, lazima dhibiti wale wadudu ambao wanaharibu kahawa. Kama alivyosema mkurugenzi, tuna wadudu wa aina mbalimbali, tuna pia njia mbalimbali, tuna njia ya mitego, lakini njia hii pia rafiki. Maana mkulima ile mitego ni rahisi kabisa. Kama alionyesha mkurugenzi mkuu mtendaji, tunatumia tu chupa, lakini pia kama kuna hii mimea asilia, kwa mfano utupa au mwarobaini. Mimea hii ni rahisi kwa mkulima kuipata, ipo katika mazingira yake, lakini pia hayaribu mazingira. Kwa hali hiyo mkulima anatunza ile ubora wa kahawa yake, lakini pia gharama ya uzalishaji inakuwa nafuu kwa mkulima. Hizi teknolojia ambazo mnazo kupitia vipindi maalum inaweza kusaidia kuelimisha wakulima. Mimi ndio tunazosema kwamba tuna kipindi maalum kwa hiyo. Nafikiri mkubwa anasema hivyo ndio tunasema. Kwa mfano hiyo break even unayoizungumza, kwa mfano kwa hiyo mbegu kama mkulima akitumia kwa eka moja pande miche mingapi ili aweze akivuna angalau gharama zake zirudi na faida kupatikana. Hiyo ni elimu ambayo tunatakiwa tuipeleke. Hilo tunalipokea moja kwa moja. Sawa.
kwa maafisa ugani, sisi kama Wizara ya Kilimo tunaongea na TAMISEMI ili wale maafisa ushirika watoke waingie kwenye vertical structure ya Wizara ya Kilimo ili waweze kusaidia huduma za ugani katika wakulima wetu. Kwa hiyo jambo kadri tunavyoenda site tunazidi kuona umuhimu wake wa kufanya hayo mabadiliko ndani ya serikali ili tunavyoweka jitihada za kufua ushirika, basi tuwe tuna maafisa ugani ambao wataenda kwa wakulima kuwasaidia kuwa na kilimo cha tija. Kwa hiyo jambo tunaifanyia kazi na nazidi kupata sababu kwa nini tuisukume ili liweze kufanyika haraka iwezekanavyo. Lakini jambo la pili, mkurugenzi wa TACRI na bahati nzuri mwenyekiti huko, mimi hii swala la kutransfer utafiti kwa wakulima kwa spidi ambayo ameelezea hapa hatuwezi kufika. Kwa hiyo idara ya maendeleo ya mazao, umesikia Nyarusi, mkurugenzi wa idara ya maendeleo ya mazao aje hapa TACRI, na bahati nzuri watu wa TCD kuna mwakilishi pale pamoja na kwa hiyo idara ya maendeleo ya mazao upande wa wizara, TCD, TACRI pamoja na tume ya maendeleo ya ushirika, mje muwe na kikao cha pamoja hapa, mjadili mkakati kama serikali na hizi taasisi ambazo tunawategemea katika maendeleo ya zao hili la kahawa pamoja na mazao mengine, lakini sasa hivi tuko kwenye TACRI, chuo cha utafiti wa zao la kahawa. Mkae na kutuletea mkakati wa kufanya outreach au kuhamasisha na kuangalia namna ambavyo hii teknolojia ya miche ya kahawa ambayo inastahimili ugonjwa wa mnyauko pamoja na kuzalisha kwa tija, ni namna gani kama serikali tunaweza tukalisimamia hili tukaweza kuwasaidia wakulima. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo sasa tunaweza bahati nzuri budget cycle ya mwaka unaofuata ndio inakaribia kuanza. Vipaumbele hivi tunaweza tukavisimamia vikaa kwenye mpango ya serikali ili kwenye utekelezaji sasa tuone mkulima wa kahawa tunamsaidia kuongeza uzalishaji, lakini sambamba na hilo kupitia ushirika kama nilivyosema, hata kwa upande wa masoko tutahakikisha idara za masoko ndani ya serikali, sekta binafsi tunashirikiana kuhakikisha tunapata masoko ya uhakika wa zao la kahawa pamoja na mazao mengine. Ningeomba sana kwako uko umefika, hebu kila wilaya ijaribu kufika kwenye vijiji na kuita wakulima wadogo kama sisi, kuwazungumza nao, kuwaeleza ufufuaji wa zao la kahawa, kwa sababu mara nyingi sana nasikia waziri mkuu amezungumza mazao aina kama 5 kama sikukosea, kahawa ikiwa moja wapo. Kahawa ni moja wapo, uko sahihi. Hiyo nimesikia. Sasa ningeomba hili itendeke kwa vitendo, sio kwa maneno. Kama kijiji cha kwangu hiki waje wafanye mkutano, waite wakulima, wahamasishe kufanya kilimo. Maana mashamba tunayo, hali iliyoko. Alafu kingine tena ninachosema, kama hata viongozi wa halmashauri ya wilaya wapo hapa au nini, nasema wazi kuwa wahamasishe watu, mashamba ni machafu. Hata waziri ulipopita, hata ukiangalia utaona mashamba ni machafu. Ni kweli kabisa, ni machafu. Mimi nasema hivyo, na mtu aseme ni Mzee Kisumbua amesema mashamba ni machafu. Sambamba na hilo inayoweza kuzalisha cherries nyingi kwenye mti. Kwa hiyo nakuta utafiti huu ambao umefanikiwa hapa TACRI, mwananchi kama alikuwa analima eka moja anatoa tuseme gunia, nazungumza tu mfano,
seme gunia 3. Kwa teknolojia ninayoiona hapa, mkulima huyu anaweza akavuna gunia 6 au zaidi katika hiyo kwa maana ya kwamba tumetusaidia teknolojia hii, kama tukiweza kuisambaza kwa wakulima italeta tija kubwa katika uzalishaji. Kwa kama serikali tutafanya kila namna ya kusaidia TACRI izidi kuendelea na utafiti katika eneo la kahawa, lakini hata hii miche ambayo inastahimili magonjwa na kuongeza uzalishaji, tija kwenye uzalishaji, basi nirudie maelekezo ambayo nimeshatoa tukiwa mashambani. Mkuu wa idara ya maendeleo ya mazao pale wizarani, kama nilivyosema, wanatakiwa wawe field, wasikae ofisini, waje hapa TACRI, na siku hiyo watakayokuja bodi ya kahawa pamoja na tume ya maendeleo ya ushirika waambatane, waje hapa wakae, ikiwezekana katika ukumbi huu, wajadili ni namna gani kama wizara tunaweza tukafikisha hii mbegu kwa wakulima katika mikoa 15 ambayo inalima kahawa. Ni wilaya 40 na kitu 42. Kwa hayo ndio maelekezo kwa upande wa namna gani tunatoka kwenye mbegu bora ambayo nimeiona hapa kuipeleka kwa wakulima katika mikoa 15. Changamoto yetu ni kupata maabara ambayo inafanya shughuli hizo kibiashara, na maabara kubwa. Maabara tulionayo hapa ni ya kufanya utafiti tu, kuzalisha miche kwa njia ya tissue culture. Lakini ili kuweza kutosheleza au kuchangia katika uzalishaji wa miche mingi zaidi, tunahitaji partners ambao wana maabara kubwa na za kisasa katika kuzalisha miche aina bora. Na tunashukuru kwenye ziara hii Mheshimiwa Naibu Waziri ametuahidi kwamba atatusaidia kuweza kutafuta partners ambao tutashirikiana nao katika njia hiyo.